Sukari ni moja ya vitu vinavyotumika zaidi katika maisha ya kila siku. Inaongezwa kwenye chai na kahawa. Unaipata kwenye soda, juisi, pipi, keki, biskuti na hata kwenye baadhi ya vyakula ambavyo wengi hawadhani kama vina sukari nyingi. Kwa wengi, sukari ni chanzo cha ladha tamu na nishati ya haraka. Lakini nyuma ya utamu huo kuna maswali mengi ambayo watu wamekuwa wakijiuliza. Je, sukari ni muhimu kwa mwili? Je, matumizi yake yana mipaka? Na ni kwa kiwango gani inaweza kuwa hatari kwa afya? Tafiti mbalimbali zinaonyesha kuwa ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, shinikizo la damu, unene uliopitiliza na magonjwa ya moyo linaendelea kuongezeka duniani. Wataalamu wa afya wanaeleza kuwa pamoja na sababu nyingine, matumizi makubwa ya sukari ni miongoni mwa mambo yanayochangia hali hiyo. Hata hivyo, si kila sukari ni mbaya. Zipo sukari zinazopatikana kiasili kwenye matunda, kwenye mboga na kwenye maziwa, ambazo huambatana na virutubisho muhimu kwa mwili. Pia zipo sukari zinazoongezwa kwenye vyakula na vinywaji wakati wa uzalishaji viwandani, ambazo matumizi yake kupita kiasi yanaweza kuwa na athari kubwa kwa afya. Ili kusaidia jamii kuelewa ukweli kuhusu sukari, tumezungumza na mtaalamu wa lishe na afya ambaye anatueleza kwa kina umuhimu wa sukari mwilini, tofauti za aina zake, madhara ya matumizi kupita kiasi na namna bora ya kujikinga dhidi ya magonjwa yanayohusiana na lishe. Karibu tuanze makala yetu ya leo yenye mada isemayo sukari, kula au usile. Mara nyingi linaposikika neno sukari, jambo la kwanza linalokuja akilini ni ladha tamu ya chai, soda au pipi. Hata hivyo, sukari ina nafasi muhimu katika mwili wa binadamu. Kila seli mwilini huhitaji nishati ili kufanya kazi zake za kila siku, na sehemu kubwa ya nishati hiyo hutokana na sukari. Swali langu kwa daktari, sukari ni nini na ni kwa nini mwili wa binadamu unahitaji? Sukari kama sukari, katika mazao ya vyakula tuna makundi ya vyakula. Sasa tunapozungumzia sukari kama sukari, ni moja ya kirutubishi ambacho huwa kinahitajika na mwili. Sasa hiki kirutubishi cha sukari kinaupa mwili nishati. Kwa ili tuweze kupata nishati, ni kati ya kirutubishi ambacho kinatoa nishati kwa kiasi kikubwa sana. Sasa ni mojawapo ni sukari. Sasa sukari, kama tunapozungumzia sukari kwa muktadha wa Shirika la Afya Duniani na wizara yetu ya afya, tuna makundi. Kwa muktadha wa Tanzania tuna makundi 6 ya vyakula. Sasa zamani sukari ilikuwa kwenye hayo makundi ya vyakula, lakini kulingana na Shirika la Afya Duniani, sasa sukari imeondolewa kabisa kwenye makundi ya vyakula. Ingawaje sukari tunahitaji, sio kwamba haihitajiki kwenye mwili, inahitajika. Kama nilivyosema kwamba sukari inatoa nishati kwa kiasi kikubwa, na kwa hiyo mwili kama unahitaji nishati, basi sukari kwa kiasi fulani inahitajika. Lakini kwenye makundi ya vyakula kulingana na Shirika la Afya Duniani na Tanzania wote tunafuata miongozo ya Shirika la Afya Duniani. Kwa hiyo wizara yetu vile vile, kwa muktadha wa Tanzania, sukari imeshaondolewa kabisa kwenye yale makundi ya vyakula. Na kwa hiyo ina maana kwamba unaweza ukapata hiyo sukari ambayo tunasema sukari, ile kiwango cha mwisho ambayo inatumika kwenye mwili tunaita glucose. Kwa hiyo kumbe unaweza ukapata hiyo glucose kutoka kwenye makundi mengine ya vyakula, hasa na hivi vyakula tunavyosema vyakula vya wanga, yaani unamaanisha nafaka, mizizi na ndizi mbichi ambazo ndio unapika ndio zinaliwa. Kwa hiyo sukari tunasema ni kirutubishi ambacho kinaupa mwili nishati, lakini hiyo nishati kwa kiasi kikubwa sana. Yaani katika vitu ambavyo vinatoa nishati kwa kiasi kikubwa, sukari ni mojawapo. Kuna mafuta, lakini sukari na yenyewe ni mojawapo. Ingawa sukari ni muhimu kwa mwili, wataalamu wa afya wanaonya kuwa matumizi ya kupita kiasi yanaweza kuwa chanzo cha matatizo mengi ya kiafya. Katika miaka ya hivi karibuni, kumekuwa na ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza yanayohusishwa na mtindo wa maisha
na lishe isiyo bora. Kutokana na hali hiyo, kwani matumizi ya sukari nyingi yanaweza kusababisha madhara gani kwa afya ya binadamu? Madhara ya kutumia sukari nyingi mwilini, mojawapo sukari inatoa nishati kwa wingi. Sasa hii nishati ambayo huwa inatolewa na sukari mwilini huwa inahifadhiwa. Kwa hiyo madhara makubwa ya kutumia sukari nyingi mwilini, kwanza unaweza ukapata tatizo la kisukari, ugonjwa la kisukari. Lakini dhara nyingine tunasema kwamba unaweza ukanenepa. Kama nilivyosema kwamba sukari huwa inahifadhiwa mwilini, kwa hiyo ule unene wa kupitiliza huo unatokana na ile sukari ambayo umetumia iliyozidi, ambayo imehifadhiwa mwilini. Kwa hiyo mtu anakuwa na unene uliopitiliza. Lakini dhara nyingine, unaweza ukapata changamoto, matatizo ya magonjwa ya moyo, kwa sababu unene uliopitiliza ni chanzo kikubwa sana za magonjwa mengi yasiyo ya kuambukiza. Kwa hiyo mojawapo hata ugonjwa wa moyo, ukitumia sukari kupita kiasi utapata. Lakini kisukari ambacho unapata kutokana na kutumia sukari nyingi tunasema ni kisukari namba 2, kile ambacho mara nyingi tunasema sio cha kurithi, kile kinachotokana na mtindo wa maisha. Kwa hiyo kisukari namba 2 unaweza ukapata kwa kutumia sukari kupita kiasi. Sukari inayopendekezwa mwilini kutumia tunasema walau tunasema kuanzia gramu 25 mpaka 50 isizidi. Yani hiyo ndio ni sukari ambayo tunashauria au kulingana na Shirika la Afya Duniani kwamba mtu atumie isizidi gramu 25 mpaka 50, au katika vipimo vya kawaida tunasema ni hivyo vijiko vidogo hivi vya sukari au vya chai. Hivi vijiko kuanzia 2 mpaka 3 visizidi. Hayo ni matumizi ya sukari ambayo anatakiwa mtu atumie kwa siku. Unaona, sasa sukari inafanya kazi kuongeza nishati, yaani ili mtu anapofanya kazi tunasema nishati inatumika kwa kiasi kikubwa. Sasa ili mtu aweze kupata hiyo nishati anahitaji kutumia hicho kiasi cha sukari, lakini hiyo nishati inatakiwa isiwe kwa kiasi kikubwa, hiyo kwa wastani. Kwa hiyo mtu sukari anayotakiwa kutumia kwa siku isizidi hizo gramu 25 mpaka gramu 50. Kwa mtu anatakiwa atumie sukari kwa kiasi ili aweze kupata nishati, ambayo nishati ndio inamfanya mtu aweze kufanya nini, aweze kufanya kazi inavyotakiwa. Lakini hata katika shughuli mbalimbali, kwa mfano tunasema ubongo, ili ubongo uweze kufanya kazi inavyotakiwa unahitaji nishati. Kwa maana kwamba mtu asipokuwa na nishati utendaji wake kazi utakuwa sio mzuri, lakini vile vile hata ubongo hatafanya kazi vizuri. Lakini hata michakato mbalimbali kwenye mwili wa binadamu unahitaji nishati. Kwa maana ili michakato mbalimbali kwenye mwili iweze kufanyika, basi mtu anatakiwa apate nishati, lakini sio nishati kiasi kikubwa, nishati kiasi. Mtu ili aweze kugundua kwamba sukari yake imezidi au sukari yake imepungua ni kwa vipimo, kwamba sukari huwa tunapima kwa kutumia damu. Sasa kwenye damu kuna kiasi cha sukari inayotakiwa. Kwa mfano mtu tunasema kwamba sukari tunasema mtu ambaye hajala chakula chochote, yani kama amefunga au tunaita fasting, hiyo sukari ya huyu mtu haitakiwi izidi 7. Kwa hiyo inatakiwa walau kuanzia 5 mpaka 7. Ikizidi 7, hii sukari ambayo tunasema kwamba mtu ambaye hajala kitu chochote, hapo tunasema kuna changamoto. Lakini vile vile huwa tunapima sukari kwenye damu, tunasema mtu baada ya kula. Sasa baada ya mtu kula tunasema hii sukari isizidi 11. Kwa hiyo maana kwamba kuanzia 7 mpaka 11, 12 tunasema ni kawaida. Lakini ikishazidi 11, ukishapima kwenye damu, basi tunasema kwamba huyu mtu ana sukari ambayo imezidi. Lakini sukari ikiwa chini, huyu mtu ambaye hajala, ikiwa chini ya 5 kama 5, huyu mtu tunasema kwamba hii sukari ni kidogo. Kwa hiyo sukari ikiwa nyingi sana kwenye damu, lakini ikiwa kidogo, hiyo yote haitakiwi. Kwa hiyo inatakiwa sukari iwe katikati, yani hiyo sukari mtu kabla hajala na mtu baada ya kula. Kwa hiyo tunasema kuna kiwango cha sukari ambacho kinatakiwa kiwemo mwilini mwake. Si kila sukari ambayo jamii inaitumia inafanana.
Baadhi hupatikana kiasili kwenye matunda na maziwa, huku nyingine huongezwa kwenye vyakula na vinywaji wakati wa uzalishaji viwandani. Tofauti hii ndio inayofanya wataalamu kushauri kuchagua aina bora ya sukari. Sukari ambayo tunasema ni nzuri ni ile sukari ya asili ambayo inapatikana kwenye vyakula kama kwenye matunda na vitu vingine. Hiyo sukari kwenye asali, hizo ndio tunasema ni sukari nzuri. Lakini hizi sukari ambazo za viwandani, yale magonjwa ambayo nimeyazungumza, kama magonjwa ya moyo, kisukari namba 2, hivi vyote huwa vinachangiwa sana na hii sukari ya viwandani. Yaani shida ya hii sukari ya viwandani kwamba ni ule uchakatwaji wake kwenye mwili. Yaani sukari ya kiwandani mara nyingi tunasema kwamba mtu akitumia inaenda moja kwa moja kwenye damu, lakini hizi sukari za asili kama za kutoka kwenye matunda, kutoka kwenye asali, unakuta kwamba mchakato wake huo unachukua muda kidogo. Kwa hiyo unakuta mtu akila mpaka ije kwenye damu huwa inahitaji mchakato ili iweze kutumika. Lakini sukari za viwandani nyingi, mtu akila hapo hapo inakimbilia kwenye damu. Sasa hii sukari inayokwenda kwa haraka sana kwenye damu inaleta tatizo kama hicho kisukari namba 2 au matatizo ya moyo, lakini na unene uliopitiliza. Kwa hiyo tunashauri zaidi watu watumie sukari ile ya asili ambayo inatokana kama kwenye matunda, ya kwenye asali na vyakula vingine. Kama nilivyosema, mwisho wa sukari tunasema kwamba ni glucose. Sasa huo mchakato kutoka kwenye hii sukari ya kiwandani kwenda kwenye glucose, mchakato wake ni haraka sana, kwa hiyo inakimbilia kwenye damu. Kwa kama inakimbilia kwenye damu, basi inaweza kaleta hizo athari nilizosema, kisukari namba 2, matatizo ya moyo, lakini na uzito kupitiliza. Mchanganyiko wa matunda mbalimbali inategemeana, kama tunavyosema kwamba kuna mchanganyiko mwingine unaweza ukarahisisha matumizi ya virutubishi kwenye mwili, lakini kuna mchanganyiko mwingine unaweza ukazuia, kwa sababu vyakula huwa vinategemeana. Kuna mchanganyiko mwingine ukichanganya tunda moja na nyingine, inawezekana kikatokea kitu ambacho kinazuia, hususan kwenye madini na vitamini. Unaweza kukuta mchanganyiko mwingine unazuia. Kwa hiyo sasa huku kuchanganya hayo matunda mbalimbali inatakiwa uwe na utaalamu kwamba je, tunda gani na tunda gani ukichanganya haliwezi kusababisha virutubishi fulani visifyonzwe kwa haraka, na tunda gani na tunda gani linaweza likakindana ufyonzaji wa virutubishi fulani. Kwa hiyo kuchanganya unahitaji uwe na taaluma kwamba je, hili tunda nalochanganya na hili, je, litarahisisha ufyonzaji wa virutubishi fulani au litaleta ukinzani, yani vile virutubishi itasababisha visifanye nini, visiweze kufyonzwa au kutumika kwa urahisi katika mwili. Kwa hiyo hatushauri sana mtu ambaye hana utaalamu kuchanganya tu matunda aina mbalimbali, ili inaweza ikaleta hususan tunasema kwa watu wenye matatizo, kwamba unakuta kwamba kuna mtu ana tatizo sijui la hilo kisukari kama tulivyosema, lakini kuna mtu unakuta na tatizo ugonjwa wa figo na matatizo mengine. Kwa hiyo hao wenye matatizo wao tunasema uchanganyaji wa hivi vyakula lazima uwe makini. Unaweza ukachanganya kitu, lakini kile kitu ulichokichanganya kikasaidia kufyonzwa kirutubishi fulani, au itaweza ikasababisha ukinzani wa ufyonzaji wa virutubishi katika mwili. Vyakula ambavyo vina sukari ambavyo vimeongezwa kwa wingi mara nyingi ni vyakula vya viwandani. Mojawapo soda za aina zote karibu huwa zinaongezwa sukari, lakini vile vile tunasema kuna keki zote ambazo huwa zinatengenezwa zinaongezwa sukari, lakini kuna pipi au peremende huwa zinaongezwa sukari, lakini kuna juisi bandia tunazijua ziko nyingi tu za kwenye maboksi, zile nyingi zimeongezwa sukari na vitu vingine vingi ambavyo vinatengenezwa, yani vitu vya viwandani mara nyingi vingi vimeongezwa sukari, hususan vinywaji. Tunasema kwamba ili kuweza kupunguza, yani changamoto kubwa kwenye sukari
ufyonzaji wake. Je, ile sukari inafyonzwa kwa muda gani au kwa haraka gani? Changamoto ni sukari pale inapofyonzwa haraka ikaenda kwenye damu, hiyo ndio ni changamoto. Kwa sasa ili tunasema kupunguza hiyo kasi ya ufyonzaji, kwa hiyo tunawashauri watu wale vyakula ambavyo tunasema vina makapi mlo au kitaalamu tunasema fibers. Kwa hiyo unapo kula vyakula ambavyo vina makapi mlo, kwa mfano tukichukulia kwa mfano upande wa juice, wao tunashauri kwamba watu wasichuje, wasichuje zile juice, yani wale hivi wanywe hivyo na yale makapi yao, kwa sababu siku hizi kuna blender. Kwa hiyo unakuta watu wanasaga ile juice afu wanachuja, wanatoa yale makapi mlo. Sasa yale makapi mlo yanasaidia sana, mmoja wapo kama hivyo, yanapunguza kasi ya ufyonzwaji ile sukari kwenda moja kwa moja kwenye damu. Kwa hiyo unakuta ile sukari yale makapi mlo yanasaidia kupunguza ile kasi ya sukari kwenda kwenye damu. Naona, kwa hiyo tunasema mmoja wapo unaweza kula kama mboga inasaidia sana kwa sababu na yenyewe ina makapi mlo. Lakini watu tunashauri vile vile kutumia tunda halisi, kwa sababu unapokula tunda halisi ina maana kwamba na yale makapi mlo vile vile yamo kwenye vile vyakula. Lakini vile vile tunashauri vile vile kutumia kwa mfano nafaka, tunasema nafaka zisizokobolewa. Nafaka zisizokobolewa na zenyewe zinakuwa na makapi mlo kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo yale makapi mlo yanapunguza ile kasi ya sukari kwenda kwenye damu moja kwa moja. Kwa hiyo shida ya sukari ni ile kasi yake ya kutoka mwilini kwenda kwenye damu. Kwa hiyo inapokwenda kule kwenye damu ndio inaweza kusababisha hayo matatizo ya kisukari namba 2, matatizo ya moyo na unene kupitiliza. Kisukari kama sukari kiko cha aina mbili. Kuna kisukari ambacho cha kurithi, ambacho kama huyo mtoto ulivyosema anazaliwa nacho, lakini kuna kisukari namba 2. Sasa hiki kisukari namba 2 kinatokana na mtindo wa maisha, kwamba wewe unakula nini na unafanya nini. Sasa hiki kisukari namba 2 ndio kinaleta shida kwa watu wengi. Watu wenye kisukari namba 1 ambacho ndio cha kuzaliwa nacho, kama swali lako ulivyouliza kwa watoto. Kwa hiyo watoto unakuta kwamba ni kisukari namba 1 ambacho kinatokana na kurithi. Sasa hiki kisukari namba 1 ambacho kinatokana na kurithi, hiki kinahusiana sana na kichocheo. Kichocheo ambacho huwa kinachakata hiyo sukari kwenye mwili kinaitwa insulin. Kwa hiyo unakuta kwamba huyo mtoto ametoka kwenye familia ambayo wana changamoto ya hicho kichocheo cha insulin. Kwa hiyo unakuta kwamba mwili unakuwa hauna hicho kichocheo. Sasa hicho kisukari namba 1 ndio kinarithiwa, lakini kisukari namba 2 chenye kinatokana na mtindo wa maisha, kwamba hicho kichocheo cha insulin kinakuwepo, lakini kutokana na mtindo wa maisha hicho kichocheo cha insulin kinakuwa hakifanyi kazi yake inavyotakiwa. Sasa hicho ndio kinatokana na kutumia sukari kwa wingi, kwamba unapotumia sukari kwa wingi basi unaweza kusababisha kwamba hicho kichocheo cha insulin hakifanyi kazi yake inavyotakiwa. Lakini vile vile tunasema sio tu sukari, lakini kama mtu hafanyi mazoezi, anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi, yani mtu ambaye anakuwa mnene kupitiliza anakuwa kwenye hatari sana ya kupata hicho kisukari namba 2. Na watu wengi ndio wana hivi visukari namba 2 ambavyo vinaendana na mtindo wa maisha kuliko kisukari namba 1 ambacho kinatokana na kurithi. Na kwa sasa matibabu yake huwa yanategemeana kwamba je, una kisukari namba 1 au una kisukari namba 2. Kwa hiyo ukifika kwenye kituo cha kutolea huduma za afya, ukimkuta daktari ataangalia, atajua je, huyu ana kisukari namba 1 au ana kisukari namba 2. Kwa hiyo mtu atapata ushauri kutokana na kile kisukari alichonacho. Kwa hiyo watoto wengi wanakuwa na kisukari namba 1. Kwa hiyo matibabu yao wanayopata yanalingana na kisukari alichonacho. Lakini vile vile hata ukiwa na hicho kisukari namba 1, lakini lazima udhibiti matumizi ya sukari kwa wingi. Kama sukari ya viwandani lazima udhibiti au sukari inayotokana na vyakula. Kwa hiyo hizi zote hizi, sababu sukari yote, kitu chochote kile unavyotumia kupitiliza inakuwa ni tatizo. Kwa hiyo iwe ni sukari ya viwandani,
au sukari ya asili kama vile inayotokana na matunda au ya asili, lazima zote inatakiwa zitumike kwa kiasi. Baada ya kufahamu umuhimu wa sukari mwilini, tofauti kati ya sukari ya asilia na iliyoongezwa, madhara ya matumizi kupita kiasi, pamoja na njia za kupunguza matumizi yake, jambo la msingi sasa ni kujua hatua ambazo kila mmoja anaweza kuzichukua ili kuishi maisha yenye afya. Ujumbe wa mwisho kutoka kwa mtaalamu unaweza kuwa mwongozo muhimu kwa jamii. Kinachosababisha kama nilivyosema, tatizo la sukari ni ile sukari inavyokwenda kwa haraka kwenye nini, kwenye damu. Unaona, sasa sukari tunasema kwamba tunasema kusindikwa au tunasema kuchakatwa au kuwa processed. Yaani sukari inapokuwa processed zaidi, yaani ile sukari nyeupe ile unayosema nyeupe, kuna nyingine inakuwa nyeupe sana lakini nyingine inakuwa kidogo imefifia. Sasa ile inayokuwa nyeupe sana ina maana kwamba ile imesindikwa mara nyingi viwandani huko. Kwa sukari inaweza kusindikwa mara moja au nyingine kitaalamu tunasema inakuwa double refined, yani inasindikwa mara nyingi zaidi. Ile inayosindikwa mara nyingi ndio inakuwa nyeupe. Kwa hiyo sukari ambayo ni nzuri ni ile ambayo kidogo inakuwa haina rangi nyeupe sana. Ile ni nzuri kwa sababu ile ina maana kwamba haijasindikwa sana, imesindikwa kiasi kidogo. Sasa kwa hiyo ina maana ile ambayo haijasindikwa sana inapoingia mwilini, ina maana kwamba kuna mchakato fulani ambao unatakiwa ufanyike ili tuweze kupata lile zao la mwisho ambalo nimesema glucose. Lakini hii nyeupe hii ni sawasawa, tunajua kabisa kuna ile unga ambao tunataga glucose, ni sukari ambayo iko kwenye hali ya unga ambao mara nyingi wana michezo wanapendaga kuitumia. Sasa ile ina maana kwamba ukila moja kwa moja inaenda kwenye damu. Lakini hii ambayo kidogo ina rangi ambayo sio nyeupe, ina maana kwamba ile itahitaji ipitie kama mchakato fulani kabla haijaenda kwenye zao la mwisho ambao ni glucose. Kwa hiyo kwa ushauri, sukari ambayo ni nzuri, ingawaje watu wengi wanaipenda sukari ambayo ni nyeupe, ile kiafya sio nzuri. Hii ambayo kidogo ni nyeusi ile ndio ni nzuri, ina maana kwamba ile haijasindikwa sana, na hii ambayo nyeupe imesindikwa mara nyingi tunasema double refined. Kwa ile kutumia ile moja kwa moja inakimbilia kwenye damu. Sasa na hizo sukari zinazokimbilia kwenye damu hizo moja kwa moja, hizo sio nzuri. Tuepuke kwa kiasi kikubwa kutumia sukari, hasa na sukari za viwandani. Kwenye makundi ya vyakula, Shirika la Afya Duniani na Wizara ya Afya imeondoa kabisa sukari kwenye makundi ya vyakula, kwa sababu sukari inahusiana kwa kiasi kikubwa na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama magonjwa ya moyo, kisukari na unene uliopitiliza. Kwa hiyo tunaweza tukatumia vitu vingine vitamu badala ya kutumia hizi sukari za viwandani. Kwa hiyo tutapata matokeo yale ambao tunachotaka ni nishati. Kwa hiyo nishati unaweza ukaipata kutoka kwenye vitu vingine vitamu na vyakula vingine hivi vya kundi la wanga, kama vyakula vya mizizi, nafaka, na ndizi hizi ambazo hazijaiva. Mwisho wake zote zinatuletea glucose. Kwa hiyo tunaweza tukaacha kabisa kutumia sukari ya viwandani kwa sababu inahusiana mkubwa na magonjwa sio ya kuambukiza, tukatumia vyanzo vingine ambavyo tutapata matokeo hayo ya kile tunachosema glucose na tutapata nishati ya kutosha. Safari ya leo imetufundisha kwamba sukari ni sehemu muhimu ya maisha na chanzo cha nishati kwa mwili. Hata hivyo, manufaa yake yanategemea namna unavyoitumia. Sukari ikitumika kwa kiasi kinachoshauriwa inaweza kuwa sehemu ya lishe bora, lakini matumizi ya kupita kiasi yanaweza kuongeza hatari ya kupata magonjwa mbalimbali yasiyoambukiza. Afya bora inaanza na maamuzi unayofanya kila siku: kuchagua matunda badala ya pipi, kunywa maji badala ya soda, kusoma lebo za bidhaa kabla ya kuzinunua, pamoja na kufanya mazoezi ya mara kwa mara. Ni hatua rahisi zinazoweza kulinda afya yako na familia yako. Kila mmoja ndani ya jamii anayo nafasi ya kuwa sehemu ya mabadiliko. Ukijengwa utamaduni wa kula kwa kiasi, kuchagua vyakula vyenye virutubisho na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya, itakuwa imepigwa hatua muhimu
katika kupunguza mzigo wa magonjwa yanayoweza kuzuilika. Hadi wakati mwingine.